Ufunuo wa Yohana 4 mstari wake ni wa 2. Inasema hivi: na mara nalikuwa katika roho, na tazama, kiti cha enzi kimewekwa mbinguni, na mmoja ameketi juu ya kile kiti. Tunaona ya kwamba katika Ufunuo wa Yohana hapo 4:2 Mwakemwa, kuna mwenye ameketi katika hicho kiti cha enzi, na ni mmoja tu, hawajaketi wakiwa wawili ama watatu. Sasa mstari wa 8 inasema, na hawa wenye uhai 4 kila mmoja alikuwa na mabawa 6, na pande zote na ndani wamejaa macho, wala hawapumziki mchana wala usiku, wakisema, hao malaika ndio wanasema, mtakatifu, 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 Bwana Mungu Mwenyezi, aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Sasa swali kwako, umefundisha kwamba huyu Mungu Mwenyezi ni Yesu. Ni sawa, ni Yesu amekalia kwenye hicho kiti cha enzi? Kwenye ayo uliyosoma hapo hayahusiani na hiki nilichosoma hapo. Inahusiana na kukabidhiana kitabu cha hukumu. Mimi nimeuliza swali, nimesoma mstari wa 2. Kuna mmoja ameketi kwenye kiti cha enzi. Huyu ameketi kwenye kiti cha enzi ndiye anaitwa aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja Mwenyezi. Huyo ni Yesu. Rudia kusoma. Inasema hivi, mchana wala usiku wakisema, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu Mwenyezi, aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Kwa hivyo katika mstari wa 8 Bwana Mwakemwa, Mungu Mwenyezi hapa ni aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja, sawa? Ndio. Na ni yeye peke yake amekalia kwenye hicho kiti cha enzi. Hapo panasema mmoja, nimemwona mmoja ameketi kwenye kiti cha enzi. Ninauliza, tafadhali naomba unijibu swali hapa, na ninaomba mwenyekiti uje hapa kwa sababu nataka nijibu swali lenye nauliza. Tumesoma kitabu cha Ufunuo wa Yohana 4 kuanzia mstari wa 2. Inasema, nilikuwa katika roho na nikaona mmoja ameketi kwenye hicho kiti. Sasa kwenye hiyo kiti kuna malaika wanasimama hapo, wanasema ni mtakatifu, 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 Mwenyezi, Mungu Mwenyezi, aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Kwa mujibu wa Mwakemwa, Mungu Mwenyezi ni Yesu. Sasa mimi namuuliza Mwakemwa, huyo mwenye amekalia kwenye hiyo kiti ni Yesu? Ndio. Asante. Haya, ninakuja mstari wa Ufunuo wa Yohana 5. Kisha nikaona katika mkono wake wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Sasa huyu mwenye amekalia kwenye kiti cha enzi ana kitabu ameshika. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, ni nani astahilie kukifungua kitabu na kuzivuja muhuri zake? Haya, mstari wa 6. Nikaona katikati ya kile kiti cha enzi na wale wenye uhai 4, na katikati ya wale wazee mwana-kondoo amesimama. Alikuwa kana kwamba amechinjwa, mwenye pembe 7 na macho 7, ambazo ni roho 7 za Mungu zilizotumwa katika dunia yote. Akaja akakitoa kile kitabu katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi. Sasa Mwakemwa, tunaona hapa kuna mwingine mwana-kondoo ambaye anakuja anafungua kitabu chake yeye aliyeketi kwenye kiti cha enzi. Huyu ameketi kwenye kiti cha enzi, umetuambia ni Yesu. Huyu mwana-kondoo ambaye anaenda kufungua hicho kitabu ni nani? Ni Yesu. Haya basi, tunatoka hapo. Haya, tunarudi Ufunuo wa Yohana 5. Ufunuo 1 mstari wake ni wa 4. Inasema, Yohana kwa yale makanisa 7 yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja. Huyo ni nani? Ni Yesu. Haya, mstari wa 5, tena zitokazo kwa Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu. Kwa hivyo hizo neema zinatoka kwanza kwake aliyeko na aliyekuweko na atakaye kuja, tena zinatoka kwake Yesu Kristo shahidi aliye mwaminifu. Kuna Yesu wangapi? Mmoja. Na katika mstari wa 4 aliyeko na aliyekuweko ni nani? Yesu. Na mstari wa 5 tena zitokazo kwa Yesu Kristo ni nani? Ni Yesu. Na roho 7.
Roho saba pale ni roho zilizokwenda kwenye makanisa, ni roho saba za Mungu. Kwa hivyo ina maana ya kwamba inasema hivi, Yohana, kwa yale makanisa saba yaliyoko Asia, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyeko, aliyekuweko na atakaye kuja, na zitokazo kwa roho saba, tena zitokazo kwa Yesu Kristo. Kwa hivyo hii neema na amani zinatoka kwanza kwa aliyeko na aliyekuja, sawa? Ndio pamesema tu kwa zitokazo kwa aliyeko na atakaye kuja basi, lakini kidogo tu hajatajwa nani. Kidogo tu ni sawa tu. Bora imeandikwa ya kwamba zitokazo kwake yeye aliyeko na aliyekuja, si ndio? Twende sawa. Alafu zitokazo kwa roho saba, anasema kwa roho saba, na zitokazo kwa ye, alafu tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu. Kwa hivyo wametajwa wangapi hapo? Wametajwa wangapi katika nini? Unataka kwa majina? Neema na amani zitokazo kwake yeye aliyeko, sio ni wa kwanza? Huyo yeye unamjua ni nani? Kabla tujaenda kwanza niambie, aliyeko na aliyekuweko sio ni wa kwanza? Ndio maana nikasema wewe unataka kutoa idadi hapo. Mimi naongelea idadi. Hapo pamesema naongelea idadi. Idadi haijatajwa hapo. Sasa mimi nataka uiweke wewe. Sasa mimi nataka sasa uniambie. Neema na amani kulingana na Yohana, Ufunuo wa Yohana 1:4. Ndio. Kwanza zinatoka kwa nani? Amesema hivi, neema na iwe kwenu na amani zitokazo kwake yeye aliyekuweko na aliyekuweko na atakaye kuja. Alafu usinitoka kwa nani? Alafu anasema na zitokazo kwa roho saba walioko mbele ya kiti cha enzi. Tena zitokazo wapi? Alafu tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi aliye mwaminifu. Kwa hivyo neema na amani kwanza zinatoka kwake aliyekuweko na aliyeko na atakayekuja, ambaye wewe humjui. Kidogo tutakuja tu bado. Mimi nauliza hapo. Alafu tena zitokazo kwa roho saba. Tena zitokazo kwa Yesu Kristo, shahidi mwaminifu Yesu Kristo. Sasa yule aliyeko na aliyekuweko na atakayekuja ni nani? Yesu. Na huyo na hizi roho saba ni nani? Mbona hutaki nikupe aya hutaki nithibitishe? Utanithibitishia tu, sina shida. Mimi nataka unijibu swali. Nifikiri una wasiwasi na majibu. Nataka unijibu. Kumbe kila nikijibu ndio maana hutaki aya kwa sababu usikule muda wangu. Mimi sinaona na ukijibu na achana tu. Mimi nataka unijibu. Nimeshakuelewa. Wa kwanza neema na amani zinatoka kwake aliyeko, aliyekuweko na atakayekuja. Zitokazo kwa roho saba. Na kwa Yesu Kristo shahidi mwaminifu. Kwa hivyo wa kwanza ni Yesu. Pale hajatajwa jina Yesu wala nani. Haya, kwa hivyo huyu aliyeko na aliyekuweko ni Mungu Mwenyezi. Kwenye aya hiyo uliyoisoma haipo. Yaani wewe mwanangu wewe. Asante sana. Haya tunaenda. Haya swali la tatu. Haya tunaenda katika Luka 22 mstari wake ni wa 69. Inasema hivi: lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Huyu Mungu Mwenyezi ni nani? Ni Yesu. Haya, na huyu mwana wa Adamu ni Yesu. Kwa hivyo Yesu anakaa upande wa kuume wake mwenyewe, kwa sababu Marko 14:60 anasema huo mkono wa kuume ni nguvu. Kwa hivyo Mungu Mwenyezi ni nguvu. Ndio. Mkono wa kuume. Nauliza inasema hapa, imesema hivi. Inasema mkono wa kuume. Kidogo mimi nauliza hapa. Naomba nisome andiko hili kwanza, sikiliza. Maana hili ni andiko nasoma. Soma. Inasema lakini tangu sasa mwana wa Adamu atakuwa ameketi upande wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Huyu mwana wa Adamu ni nani? Ni Yesu. Atakuwa ameketi mkono wa kuume wa Mungu Mwenyezi. Huyu Mungu Mwenyezi ni nani? Mungu Mwenyezi? Ni Mungu Mwenyezi. Si Yesu. Ukitaka jina lake ni Yesu. Na Mungu Mwenyezi ni sifa yake, jina lake Yesu. Na mwana wa Adamu jina lake ukitaka ni yeye ni mwana wa Adamu. Ukitaka jina lake Yesu. Kwa hivyo Yesu ameketi mkono wa kuume wake mwenyewe wa Mungu Mwenyezi. Mimi ninafurahi mnapocheka. Ninafurahi sana. Haya, sasa ninaomba niende katika Ufunuo wa Yohana 21:22. Asante. Ufunuo wa Yohana 21:22. Nami sikuona hekalu ndani yake, kwa maana Bwana Mungu Mwenyezi na mwana kondoo ndio hekalu lake. Huyu Bwana Mungu Mwenyezi ni nani? Ni Yesu. Na mwana kondoo
Ni Yesu. Kwa hivyo kuna Yesu wangapi? Mmoja. Hii ni patashika nguo kuchanika. Kweli hii ni patashika nguo kuchanika. Umeamua